Ndugu zangu wapendwa, wafuasi na wapenzi wazuri wenye moyo mkunjufu, mnaofuata vipindi vya Ni Vision TV katika lugha ya Kirundi na Kiswahili, na wasalimuni nyote. Amani ya Bwana iwe juu yenu, muwe buheri wa afya, afya nzuri, afya njema, afya isiyokuwa na magonjwa. Uwe mtaji wa kwanza wa kupambania. Halafu twende upande wa fedha, tutumike kwa bidii na tutengeneze hela, tujenge utajiri. Neno la Mungu ndo nataka tuchangie katika lugha hii ya Kiswahili, ambao ni mara yangu ya kwanza kuitumia kwa maneno ya Mungu. Lugha nyingine tutaikuta kwenye channel nyingine ya Ni English TV, ambapo nimeshare neno la Mungu katika lugha ya Kiingereza. Wale mnaopenda lugha ya Kiingereza, nendeni kwenye runinga ya Ni English TV, ambayo itakuwa inawaletea vipindi vyake kutumia lugha mbili, Kifaransa na Kiingereza. Mtalikuta neno la Mungu kama hili. Kichwa cha neno la Mungu nataka nichangie nanyi leo ni kuhusu mienendo mizuri na mafundisho juu ya waumini wa Beroya. Waumini wa Beroya kama tunavyowapata katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 11, ambapo tunawaona walikuwa mfano mzuri, mfano unaostahili kuigwa hata na kanisa la leo ambalo ni wewe na mimi. Waumini kwa tabaka zote inatakiwa tuwe mfano mzuri wa kuiga wenzetu wa Beroya, kwa sababu Mtume Paulo na wenzake walivyokuwa wanawapelekea neno la Mungu, wanasema wamewakuta wana moyo mkunjufu, moyo wa kupenda neno na moyo wa kuchunguza, waangalie kwamba mambo wanayofundishwa, je, ni ya ukweli au ni ya uongo. Acha tutaiona hiyo ni mfano mzuri. Mkasome katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 kumradi mstari wa 11. Waumini wa leo, wewe na mimi, natakiwa sasa tuwe mfano mzuri wa kufuata vizuri sana na ujuzi na uelewa yale mambo yote tunayoyafundishwa, aidha makanisani au kwenye majumuiya mbalimbali tunakokutana na maneno ya Mungu. Kwa sababu kanisa la leo limevamiwa na wale waliojivisha ngozi ya kondoo, kumbe ndani yao ni umbwa mwitu kabisa, ravenous wolves. Kwa sasa mtaki kuambia kama mfano, tuna mifano mingi tu. Leo nataka nifundishe kwa mifano. Tuna wenzetu kutokana na siasa iliyowagawa wenzetu wa Kongo, niseme upande wa Kongo. Kuna wenzetu wanakuwa ni kabila moja, watu waliokulia pamoja, wanaenda shule pamoja, lakini sasa hivi siasa imewagawa, au wanafuata nchi jirani, au wengine wafuata mienendo na maagizo ya nchi yao ya kuzaliwa ambayo ni DRC Congo, ambapo neno la Mungu unalikuta jukwaa kunako fundishiwa neno la Mungu ndio kumegeuka sehemu ya propaganda. Kuna watu wanakuambia wale ambao hawakubaliane nasi tutawaua, wale ambao hawakubaliane nasi tutawatenga katika jumuiya yetu. Wewe kama ni mtu wa Beroya, kama unataka kuwa mfano wa hao wenzetu wa Beroya, kwa sababu wa Beroya, kumbuka, walikuwa wanapokea neno la Mungu vizuri sana, wanalipenda na wanalifundishwa, wanalipokea kwa moyo mkunjufu. Na baada ya hapo walipokuwa wamesomewa, kwa mfano nimetoa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 11, walikuwa wanarudi wao wenyewe wanajisomea, sio kukubali yale waliofundishwa. Hapana. Na wewe nakutakia uwe mtu unaoendana na maandiko matakatifu yanayopatikana ndani ya kitabu cha Biblia. Kitabu cha Biblia kama hiki ni cha Kirundi, kiwe busol, kiwe nani GPS yako, kiwe nani katiba yako, kwa sababu yale hukumu itakapotolewa, wataangalia mambo yaliyofundishwa na mchungaji, nabii, bishop na mtu mwingine mashuhuri. Hapana, wataangalia katika maandiko. Kama mtu huyo anakuambia wale tunaopingana nao lazima tuwaue, na mimi ni kama pastor na wafundisha mambo kama hayo, na yuko jukwani kanisani,
ni vizuri mumuulize eti kwa heshima taadhima, mchungaji au mwalimu au nabii au apostle, tafadhali, je, unaweza ukatupa kitabu cha Biblia kinachokuruhusu kufundisha mambo kama hayo? Nipe kitabu kimoja, sura moja tu, usende mbali. Kama hana, utamwambia kwa heshima na taadhima, tafadhali, hayo mambo yako siyafuati, kwa sababu hayana msingi wowote wa maandiko matakatifu kama tunavyoamini ndani ya Biblia zetu. Kitu chochote kile unachoambiwa kanisani, unachoambiwa katika imani yako, lazima kiende sambamba na maandiko matakatifu tunayoyapata ndani ya Biblia. Tukisoma kitabu cha Wakolosai sura la 2 mstari wa 8, utakuta watu wenye falsafa ndo wanaingia makanisani, wanafundisha uongo, wanavuta watu kwenye maslahi yao. Kulikuwa mfano ambao umeniumiza sana, ni mchungaji, nafikiri ni mchungaji wa Ivory Coast, Cote d'Ivoire. Alikuwa anawaosha wanawake wazuri tu, wamechagua wazuri. Yeye hakuendea wazee au wale mabibi, hapana. Amewaendea vijana wa kike kabisa. Anawaosha ndani ya viungo vyao vya asili, anawapa hata chupi mpya, eti anawadanganya kwamba yuko anawaosha mikosi na mapepo. Kumbe ye mwenyewe ndo pepo likubwa sana linalopotosha waumini wake. Na kuna jamaa mwingine ni wa DRC anatumikia South Africa, amedanganya watu eti anamfufua mfu. Huyo na Falcao ikafanya ikaleta tatizo juu yake, kwa ufuatilizi wa sheria serikali, na yeye akaanza kuogopa. Kwa nini ogope kipindi umefanya umetumia uongo kwa kujivutia waumini, kipindi hauna mamlaka ya kufufua wafu? Unachokifanya wewe tu ni kujionyesha, kuonyesha utajiri wako, kuonyesha microphone za dhahabu, na unapigania dunia, upigania hata ulimwengu, kuishi ulimwengu kwenye nafasi nzuri ambako hakutakuwa vita, njaa, vifo, magonjwa na usumbufu wa kila aina tunaoona hapa duniani. Wewe unawadanganya wenzako kwamba una mamlaka, una nguvu, wewe ni mashuhuri kwa kufufua wafu. Na kuna mwingine na mmeona South Africa hapo, yeye ni mtu wa Afrika Kusini, amelisha nyasi waumini wake, eti anawapa chakula cha mbingu, chakula cha kiroho. Basi ndugu zanguni, kama mtu anakuambia kitu ambao namkubali kwamba ni kiongozi wa kanisa, kiongozi wa dhehebu, akikufundisha kitu ambacho hakipati support ya maandiko ya Biblia, huyo umuulize kinaandikwa wapi? Wapi tunapata amri kama hilo? Kwa sababu misingi tunayoiendea juu yake ni misingi tuliyoachiwa na Yesu Kristo wa Nazareth. Manabii na mitume ndio wamefikisha ujumbe huu tunaoamini. Na kitu kingine, unakuta watu tunaitana majina ambayo Biblia haituruhusu kutumia. Baba wa imani, baba yangu wa kanisa, mama yangu wa kanisa, daddy, mami. Kitabu cha Mathayo sura ya 23 mstari wa 9 kuna kukataza. Kunasema hivi: yoyote yule hapa duniani haustahili kumuita baba yako. Unayomstahili kumuita baba ni mmoja tu, Mungu wa mbinguni, ndio tunamstahili kumuita baba. Ndugu zanguni, tufungue macho na tuamuke. Na Afrika yetu kitu kinachoiponza na kuirudisha nyuma ni kukosa nini? Kukosa maadili, kukosa ujuzi, na kutosoma na kupasua miamba na milima ili tujichimbie utajiri tuelewe maandiko. Utakuta sisi tunakubali tu kuambiwa kama mtoto mchanga. Unaambiwa hilo unalifuata. Niite daddy, niite mami. Utakuwa unanitumikia mimi, utakuwa unatumika chini ya miguu yangu. Sawa? Utatumika chini ya miguu yako, lakini nakuomba kitu kidogo tu. Nipe maandiko yanayokupa mamlaka makubwa kama haya ya kutumika chini ya miguu yako, ili niwe kama mtumwa wako kwa namna moja. Maandiko yakikosekana, mwambie kwa heshima, nayo kwa heshima, hayo siyakubali na siambatani nawe.
kwa sababu ni ya uongo. Tuepukane na uongo katika imani zetu, kwa sababu mbele ya kiti cha hukumu ni wewe peke yako, utaulizwa peke yako. Hakuna cha baba, cha mama, cha askofu, cha mchungaji, cha nabii, cha nani na nani. Ni wewe peke yako. Je, kama hujazingatia njia nzuri unayoifuata kwa mujibu wa maandiko, utakuwa mgeni wa nani? Nacho kuambia leo hii, jifunze, jisomee mwenyewe, na uwe na muda wa kutafakari neno la Mungu na kulifanya kama chakula chako cha kila siku, na ujenge imani yako kwenye msingi wa maandiko, na Roho wa Mungu atakuwa na kusaidia kupitia yale, kwa sababu unabii mkubwa tumesha upata tayari. Unabii mkubwa tunao enda nao ni wa maandiko, Biblia. Kama unaikubali, kama huikubali, kubali hicho kitabu chako cha dhehebu cha dini, kwa sababu tuna madhehebu mengi. Kwa mfano kama watu wa India wana miungu zaidi ya 3,000. Kuna naye maabudu chula, kuku, ngedele, nina wamejenga imani zake hapo. Sisi walokole, sisi waamini hiyo Bwana, natakiwa tuwe macho, tusiwe tunaendeshwa kama watumwa, tusiwe tunaendeshwa kama vifaranga vya kuku vinavyomfuata mama yake. Tufungue macho. Na kitu kingine, tuachane na machuki, mauaji, kutumiwa kama na mabebero. Kama wenzangu niliyokuambia wamejigawa katika tabaka mbili. Kuna wanaomtumikia jirani na kuna wanaopinga serikali ya Kongo. Unakuta wako ndani ya vita, na kabla ya hawa mambo ya kisiasa hajaingia walikuwa ni mtu huyu, wana undugu, wana umoja, mtasikuambie. Lakini leo hii, ndugu zanguni, neno la Mungu hili linakuangalia na mimi linaniangalia. Ni vizuri yale tunayoyafundishwa makanisani, jumuiya mengine na sehemu zingine, lazima tuyakubali yakiwa na ambatana na maandiko matakatifu ya Biblia, na tujisomee wenyewe, tufanye uchunguzi, tuangalie kama tulifundishwa vizuri au tumedanganywa. Karibuni sana, mubonyeze kwenye alama ya subscribe kwenye NII Vision TV. Bonyeza kwenye alama ya subscribe, bonyeza kwenye alama ya kidole gumba kama hivi, nani bonyeza kwenye share, comment and like. Sisi hapa hakuna matusi, ni kuheshimiana, kwa sababu kauli mbiu ya NII Vision TV ni kuchangia ujuzi na kusemesha ukweli, kuheshimiana katika maumbile yetu yote mbalimbali. Tuwe wazalendo, tupende nchi zetu tunakozaliwa, na tupende nchi zilizotupa uraia wa pili. Na 5, tubadilishe mienendo. Kama siku zilizopita, miaka iliyopita, nilikuwa mtu mbaya, na chukia wengine, na uwa, na iba, nafanya madhambi. Ni wakati wa kujirekebisha na kuachana na madhambi na kufanya mambo mazuri, kwa sababu inawezekana. Na 6, tumutumikie Mungu katika ukweli na haki. Karibuni sana kwenye NII Vision TV. Bonyeza alama ya subscribe, like, comment and share. Bye bye.